Serikali kupitia Wizara ya Afya inaendelea kuimarisha huduma za afya za kinga na huduma za afya ngazi ya jamii nchini, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango jumuishi wa huduma za afya ngazi ya jamii. Katika muktadha huo, kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga Daktari Otilia Gowele amefanya ziara ya kikazi mkoani Pwani ili kufuatilia na kujionea hali ya utoaji wa huduma za afya na maendeleo ya mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii katika mkoa huo. Akiwa katika ziara hiyo, Daktari Gowele ametembelea chuo cha afya na sayansi shirikishi Kibaha ambacho kinatoa mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii wote kutoka mkoa wa Pwani na kupata fursa ya kuzungumza na wahudumu hao na kuwatia moyo kuzingatia masomo yao kwa bidii ili waweze kutoa huduma bora na zenye kuzingatia maadili na viwango vya taaluma. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Leo tupo katika mkoa wa Pwani ikiwa ni sehemu ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mradi wa programu yetu hii ya huduma za afya ngazi ya jamii, ambapo mafunzo ya wataalamu wa afya ngazi ya jamii ni mojawapo ya mahitaji. Kwa mahitaji ya serikali kama ambavyo mpango unaelekeza, tunatarajia ifikapo mwaka 2029 tumefikia idadi ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii 137,294 ambao wanapaswa kuwa katika kila kitongoji na kila kijiji, whereas ambapo kila kitongoji kiwe na mhudumu ngazi ya jamii wa kike na wa kiume ambao wameteuliwa au wamechaguliwa na jamii husika ili kuweza kutoa huduma hizo katika kijiji hicho. Hivyo basi katika mkoa wa Pwani ni mkoa ambao serikali umekuwa ukitekeleza huduma hizo afya ngazi ya jamii katika kipindi cha miaka mingi, lakini tangu mwaka 2023 serikali iliamua kujikita katika kuhakikisha kwamba upatikanaji wa wataalamu ngazi ya jamii ni wa kiwango cha kutosheleza, ambapo sasa mwaka 2024 katika halmashauri zote 9 za mkoa wa Pwani, halmashauri 2 zimetekeleza kwa kiwango cha 100% upatikanaji uchaguzi wa wataalamu wenyewe wa afya ngazi ya jamii na kuwawezesha kufika katika mahali pa mafunzo. Na hivi sasa katika halmashauri ya Rufiji na Kibaha mji wameweza kutekeleza kwa 100% kama ambavyo tumejionea wenyewe tangu leo asubuhi. Tulikuwa tukipitia katika shule ambazo wanasomea ambao ni chuo cha Kibaha, College of Health Sciences. Wataalamu wa community health workers wako pale wakienda kujisomea, wako 53 wakipata mafunzo ya hali ya juu. Katika kipindi cha muda mfupi wameweza kubobea katika maeneo yote hayo muhimu ya utoaji huduma za msingi katika ngazi ya jamii, za huduma za tiba ya msingi ya tiba, kinga, lishe pamoja na ustawi wa jamii. Kwa kweli ni kujivunia sana namna ambavyo serikali imeweza kuwekeza katika eneo hili. Vile vile tukaweza kueleza ya kwamba katika hizi huduma za msingi serikali iliamua kuzipeleka moja kwa moja katika ngazi ya jamii kwa kuwafanya wahudumu hawa wa afya waweze kuzitoa ili angalau kupunguza mzigo wa magonjwa kwa kutoa elimu ya kinga kwa wananchi katika huduma zile maradhi yale ambayo ya kuambukiza kama malaria, TB, ukimwi, lakini vile vile magonjwa kwa watoto ya kuharisha, magonjwa ya pneumonia na kadhalika, ikiwa ni pamoja kwamba na kutekelezaji mipango yetu ya chanjo na mipango yetu mingine ya kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza kama vile diabetes, yani kisukari, shinikizo la damu, na vile vile kuwapa staha wazee ambao wanaishi katika jamii zetu kuondokana na maradhi yale ambayo yanawasumbua mara kwa mara kutokana na umri unavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo jeshi hili la wahudumu wa afya ngazi ya jamii ni la muhimu sana, la msingi sana. Wananchi tuendelee kuwapokea kwa kiwango cha juu, kuwapa ushirikiano ili waweze kutoa huduma hizo za staha katika eneo. Tume ya Madini inafuraha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025.
2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rmcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya localcontent@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa.